Tumekatiza kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo ni muhimu ya kuyatolea maelezo. Katika yale yaliokuwa muhimu ni darasa lililopita tuliulizwa baadhi ya masuala, lakini tukatoa ahadi kwamba tutakuja kuwatolea ufafanuzi katika darasa hili la leo. Kwa hiyo kwa muda uliobakia nimeona ni vizuri kuyatolea ufafanuzi masala hayo. Kulikuwa kuna suala laulizwa miongoni mwa masuala hayo, je, vipi sasa ikiwa mtu afanya kazi, ameajiriwa katika shirika, taasisi, serikalini, lakini aambiwa kwamba si ruksa kufuga ndevu, kwa maana anyoe ndevu, nini hukumu yake? Swala hili kama nilivyosema tutazungumzia kama walivyozungumza wanazuoni. Kwa hivyo leo nitalitolea majibu kama walivyozungumza mashekhe zetu, shekhe wa kisalafi. Tutaanza na kauli ya Ibn Baz rahimahullah katika majmuu fatawa zake. Aliulizwa swala kama hilo, lakini tutakwenda moja kwa moja katika jawabu. Ibn Baz alipoulizwa swala kama hili, je, vipi mnafanya kazi lakini lazimishwa ninyoe ndevu, siruhusi kufuga ndevu, na hali ya kwamba tayari najua kwamba amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Baz akasema la yajuzu halq al-lihya, haijuzu kunyoa ndevu, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi'ifaiha wa ir'akhiha fi ahadithin sahihatin, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha kuziachia, kuzifuga katika hadithi nyingi ambazo ni sahihi. Wa akhbara, na bwana Mtume sitoshi akakhabarisha, anna fi ifaiha, katika kuziachilia ndevu na kwa maana kuzifuga ni mukhalafatu lilmajus, ni kuwa ni against, yani kwa opposite na nani? Na majus wal mushrikin, kama tulivyoona katika riwaya za leo. Wa kana alayhi salatu wassalam kathu lihya, bwana Mtume salam alikuwa ndevu zake kathu, yani kwa maana zilikuwa ni nyingi, kathu zilikuwa na ndevu nyingi. Wa ta'atu rasul, na kumtii Mtume, anasema Ibn Baz rahimahullahu, wajibatun alaina, ni jambo la wajibu juu yetu. Wa ta'sibihi, na vile vile ni kujiliwaza kwake bwana Mtume sallam fi akhlaqihi wa af'alihi min afdalil a'mal, yani kwa mtu akamweka Mtume kama ndio riwaza, kigezo chake, basi ni moja katika amali zilizokuwa tukufu kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, surat al-ahzab aya namba 21. Akasema vile vile Allah katika surat al-hashr namba 7, wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine, katika surat al-hashr, surat an-nur aya namba 63, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, na watahadhari wale ambao wanokhalifu amri yake, isije ikawafika fitna au ikawapata adhabu alim. Aya namba 63 sura an-nur. Anasema kwamba watashabbuhu bilkuffar min a'zamil munkarat. Ibn Baz anasema rahimahullah, kujishabihisha na makafiri ni moja katika munkar zilizokuwa kubwa kabisa. Wa min asbabil hashr ma hum yawm alqiyama, na ni miongoni mwa sababu ambapo mtu atafufuliwa pamoja nao siku ya kiyama. Sababu ipi? Kwa sababu umejishabihisha nao. Akasema liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum fa idha kunta fi amalin. Sasa jibu linaanza hapa. Maelezo haya Ibn Baz rahimahullahu anajibu, anasema hivi: ikiwa uko kazini, kazi yoyote, umeajiriwa serikalini, taasisi, shirika, si NGO, si nini, na tulzamu fihi bihalqi lihiyatak, walazimishwa wewe sasa kunyoa ndevu zako, anasema Ibn Baz, fala tuti'hum fi dhalika,
usiwatii katika hilo. Fala tuti'hum, usiwatii bimaana nyoa ndevu, usiwatii katika kunyoa ndevu. Lianna Rasulullah sallam, kwa sababu mtume anasema la ta'ata lilmakhluq fi ma'siyati alkhaliq, kwa sababu hakuna ruksa ya kumtii kiumbe kwa kumwasi nani? Muumba. Fa in alzamuka, na kama wanakulazimisha bihalqiha, kuzinyoa ndevu zako, fatruku hadha alamal, achana na kazi hiyo, alladhi, kazi ambayo yajuruka lifili, inakukokota kufanya jambo ambalo ma yaghdhabu Allah, jambo linalomghadhibisha Allah. Wa asbabu rizqa al-ukhra, na sababu za kupata riziki nyingine, kathiratun, mbona nyingi, maisara, ambazo ni nyepesi kabisa. Walillahi alhamdu, na Allah, yani kwa maana anamalizia kwa kusema walillahi alhamdu. Waman taraka shay'an lillahi, na yoyote mwenye kuacha jambo lolote kwa ajili ya Allah, awadahu Allahu khairan min, Allah atambadilishia, yani atamwekea mbadala ya lile. Maneno ya Ibn Baz yanamaliza. Kwa hiyo ndio kisha sema, umekunda pa sehemu unalazimishwa nyoa ndevu, si una siasa kali wewe na nini. Ibn Baz anasema acha hiyo kazi yao, sababu za riziki ziko nyingi. Sasa nafikiri ieleweke hilo maneno ya Ibn Baz. Naam, baadhi ya mashekh wao wengine wakapita katika mtazamo mwingine ambao kidogo unapishana na mtazamo wa Ibn Baz. Maelezo marefu ambayo kama yale Ibn Baz tutakuja katika maudhui moja kwa moja, kwamba mashekhe wengine wanasema amri zilizokuja afu lihya wa wafiru lihya zote zinakuja wal amru yaqtadi alwujub, hili ni jambo la wajibu ala arrajih ila alusuliyin. وقد اجتمع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله, na masahaba wao wote walikuwa wamekubaliana katika kauli ya bwana mtume na kulitekeleza. Lipi? Ni la kufuga ndevu. Kwa hiyo anasema la yurafu minhum mukhalaf, hakuna sahaba hata mmoja ambaye alokwenda kinyume na amri ya kuziachia ndevu, hata mmoja. Nafikiri huko mbele katika kitabu chetu Sheikh Al-Usabi ameweka chapter maalum anazielezea ndevu za masahaba, kwamba masahaba walikuwa na ndevu. Kwa hiyo anasema lakin awamir al-aziz al-hakim al-rahim mabniyatun ala raf'i al-jarh wa daf'i ad-darar. Ama katika masala ya usuli sasa, kuna ile hali ambayo inaonekana kwamba watu wanaweza wakaishi katika maeneo fulani, katika zama fulani, katika sehemu fulani, lakini ikawa kuna ile ukakasi katika kutekeleza zile amri za Allah na za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi sheria katika mambo ya usul imekuja siku zote katika suala la kuzuia madhara na vile vile kuondoa matatizo, rafa al-harj wa dafa ad-darar. Kuna jambo lina madhara, basi inabidi liondolewe na kulizuia madhara yale. Qala ta'ala, Allah amesema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Na vile vile Allah amesema faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Na ziko aya nyingine mbalimbali, lakini zote hizi zinaashiria ya kwamba panapotokea suala la kwamba ulazima wa kulazimishwa, basi nafsi haikalifishwi isipokuwa wasaa wake, na kwamba wewe unakolazimishwa jambo basi kuna mipaka yake. Faman ittara ghaira baghin, yeyote mwenye kutezwa nguvu lakini pasipo na kukusudia kwamba ndo anafungua kifua chake jambo lile, wala uadui, basi mtu huyo atakuwa hana dhambi katika jambo hilo. Mashekhe hawa wakaeleza maelezo mengi, lakini kwa mujibu wa wakati
na katisa wanasema hivi, wa ala hadha, juu ya hivi basi, idha kana i'fa'u al-lihya, itakapokuwa kuziachilia ndevu, yusabab, itamsababishia lilmar'i, mtu ad-darar, madhara, dararan, madhara, mujahhafan muhaqqaqan, madhara ambayo yako wazi wazi, sio kujificha ficha. Yani unaonekana sawa kwamba kama unafanya hivi utapata hivi, yani muhaqqaqan. Mfano kalqatl, kama kuuawa. Naambia bwana, nyoa ndevu hizo, oho, kakacha, utanyoa unyoe. Wanasema kikuku, sio kile kibuzi, tayari risasi ishaingizwa katika chemba. Nyoa ndevu. Sasa ikifika hali hii, au tashridi patrician, kwamba unapewa 24 hours unyoe ndevu, la sivyo airport unarudishwa kwenu, sio na hivi na hivi na hivi, au alhabs, au unafungwa, au taadhibu, au taadhibiwa kabisa, unakuwa tortured kwa ndevu tu. Nyote mnaadhibiwa kwa sababu ya ndevu, mnaadhibiwa. Sasa sio vile kuadhibiwa kwa maana kuadhibiwa, mnapelekwa katika selo, mnapatiwa mateso ya hali ya juu kabisa. Nyoeni ndevu. Walam yastati' daf'u dhalika ad-darar, na hamwezi kuzuia madhara yale, illa bitakhfif min lihiyatihi au halqaha, isipokuwa labda kupunguza, kwa maana ima mpunguze au mzinyoe. Basi baadhi ya mashekhe wanasema ikiwa katika condition hii, fa innahu yajuzu lahu aljau ila alakhaf wa huwa at-takhfif, basi inafaa kwa mtu sasa kusema basi nipunguze, takhfif, wala yasiru ila alhalq, na asikimbilie kunyoa kwanza, aseme basi ngoja nzipunguze, baadaye ikiwa bado mtiti mkali, basi itabidi nitafanyaje bwana, nitafanyaje. Sasa hii mtazamo mwingine huu wa mashekhe. Sasa mtazamo ambao katika mitazamo hii miwili itategemea na huyu muulizaji swala, je, yupo katika situation ambayo akifuga ndevu atauawa, ataadhibiwa, atafungwa, atapigwa patrician, au tu basi ukifuga ndevu tutakupunguza cheo, tutakukata mshahara, ukifuga ndevu tutakutenga. Osama ishakuja, unapewa majina ya Osama yale, kaja hao. Ukiharibu kidogo, na mnye bwana, unaotoa madevu hawa, kweli. Sasa inategemea uko katika circumstance gani, maamuzi unayo wewe. Sasa ukiona bwana hali yenyewe ndio hii, barua yenu hapa na resign, ninyoe ndevu kwa sababu ya mshahara wenu, siwezi. Kwa hiyo kwa hali hii mimi naliacha swala hili kwa yule mwenye kuuliza, na yule mwenye ile hali itamkuta ndo ataamua afanye nini. Naam, swala jingine ambalo tutapata faida ndani yake ni aliulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika min liqa'i al-bab al-maftuh, nini hukmu ya fathu mahallati lilhalaqati alrijaliya, nini hukmu ya kufungua seluni ya kiume, eneo ambalo maalum kwa ajili ya kunyoa. Suila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, aliulizwa, ambalo hatuna haja ya kulikariri swala kwa sababu ya muda. Faajaba, akajibu Ibn Uthaymeen rahimahullah, inna hadha salun, hakika seluni hii, kama kizungu salun, Kiswahili saluni, in kutiba alayhi,
ikiwa pataandikwa juu yake mlangoni, tuseme unaingia pale mlangoni au ndani, kitabatan, maandishi ambayo yunfadhu ma fiha, ambayo yanatekelezwa maandishi hayo, sio kama ni pambo, yunfadhu, yanayotekelezewa maandishi hayo, yataandikwa hivi: mamnu halq al-lihya, hairuhusiwi kunyoa ndevu. Yani mtu afungua saluni, sasa ikiwa ataandika tangazo kubwa nje au ndani, hairuhusiwi kunyoa ndevu. Anasema Sheikh, in kutiba hadhihi al-ibara, ikiwa limeandikwa sentence hii, wasara man talaba minhu an yulhaqa lahyatah aba alayhi, na akaja mtu akasema basi naomba mnyoe ndevu, akataliwa. Kwa nini? Kwa sababu tangazo lipo. Fala ba'sa an yatluba rizqa Allah, anasema Ibn Uthaymeen, hakuna ubaya kutafuta riziki za Allah kwa kupitia seluni, lakini under condition ya kwamba seluni paandikwe hilo. Amma idha kana sayahliquna liman talaba minhu alhalq, imma halqu ar-ra's au al-lihya, fa innahu la yajuzu. Ama ikiwa mtu tukafungua seluni yake, halafu kila ajaye mimi kidogo nataka English, nitanchonga huko na huko. Mwingine unasemaje? Mimi mtoe hizi hapa zote, trim zote, zitoe zote. Ikiwa namna hii, shekhe anasema seluni hiyo haijuzu. Kila ajaye mimi nataka kiduku, mimi nikate hili, asa la yajuzu. Wa alayhi an yastabdila hadha as-salun, basi inabidi mtu aibadilishe seluni hii iwe ni ya bora zaidi, kwa maana ya kwamba aachane na kuswala la kunyoa ndevu. Wa man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu, ni yoyote mwenye kuacha jambo lolote kwa ajili ya Allah, Allah anambadilishia lilokuwa bora zaidi. Yani kama mtu atasema kwamba unajua seluni ukiweka masharti alafu wateja hawaji, sasa bora mimi, lakini unasema bwana mazali hii ni haramu na acha, basi Allah atakupa badili yake. Mfano zamani sana, si ile hoteli mpaka leo ipo, kuna hoteli moja inaitwa Njueni Hotel, iko Kibaha hapa. Hii hoteli ilikuwa huwezi kupata leseni ya hoteli hadha fulani mpaka iwe na vileo ndani, watu waje wanywe, wakitaka kuchangamsha kidogo, stimulate. Yule bwana Njueni akasema mimi hoteli yangu siweki, kwa hiyo atatakaja sio taka basi. Na watu wakamwambia kwamba bwana, hapo utachemsha, hoteli haina bia, haina konyaji, utachemsha. Basi wallahi, kwa wale ambao wanakumbuka siku hizo, hoteli ya Njueni ikawa ni hoteli ambayo full time, through all the week, through all the months, all the year. Yani ukenda wiki yoyote booking hoteli imejaa bwana, mwezi mwaka mzima imejaa. Nini watu wanafukuzia bwana? Sisi bwana, kwa mujibu wa hadhi yetu na heshima yetu, kikao chetu na mpango, bora tuende Njueni. Unajua ile hoteli haina mambo ya ule vile. Sasa ikawa watu wanaikombania hoteli ya Njueni. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye kuacha jambo kwa ajili ya Allah, basi Allah atambadilishia, itakuwa la khairi zaidi. Akasema Sheikh Uthaymeen, falhasil anna fatha sawalin lilhalaqati fihi tafsil. Kwa ufupi ni kwamba suala la kufungua salon kwa ajili ya kunyoa basi lina tafsiri mbili. Kwanza, idha kana al-insan sayamtana min halqi ma yahram halqahu, ikiwa mtu atajizuia na yale yaliyoharamishwa kunyoa, fala ba'sa, hakuna ubaya wote, fungua salon. Hadha min asbab ar-rizq. Wa in kana sayahliqu ma talabahu al-mahluq, lakini kama itakuwa mwenye kufungua saluni atanyoa kwa jinsi anavyotaka mteja,
walau kana haraman, hata kama ni haram. Sheikh anasema fala yajuzu, haijuzu mtu kufungua saluni hiyo. Kwa hiyo hii inawahusu wale ambao wenye saluni. Kama wanataka kufungua saluni, basi vizuri wachunge mipaka ya Allah, wachunge sheria na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasinyoe ndevu na waweke matangazo hasa kwamba hatunyoi ndevu. Watapata riski, kama mfano vile ambavyo wauzaji maduka wauzaji maduka wengi mashallah waliokuwa na ile imani ilokoza hawauzi sigara. Anakuja mtu nipe SM2, mimi siuzi sigara. Mtu anashangaa, huuzi sigara? Nipe Embassy, siuzi sigara. Basi wanaofanya biashara nyingi pasipo na kuuza sigara. Wasuila aidan, na aliuliza Sheikh Uthaymeen vile vile kuhusu mtu ambaye ana eneo dakakin maduka au frame, wa uridu an aquma bitajiriha. Huyu mtu anasema ninataka nizikodishe ala baadhi sawalin alhalaqat, kwa baadhi ya saluni, yani vinyozi. Fahal fi dhalika harajun, je kuna ubaya wote shekhe kuwakodisha ni duka la nyumba yangu na frame zangu na kodisha hawa wanaovinyozi saluni, kuna ubaya? Faajaba, akajibu Sheikh Uthaymeen, fi dhalika haraj, uko ubaya katika hilo. Idha ajarta dakakin, endapo utakodisha maduka au frame lilhalaqin, kwa wale vinyozi. Fa innahu min almalum hasbu alada anna alhalaqin yahliquna kulla shay'in, kwamba inafahamika mtu mwenye kunyoa yani kinyozi yeye ananyoa chochote tu. Yahliquna ra'sa wa yahliquna lihya, wananyoa ndevu na nywele. Bal rubbama kana halqu liha, na pengine katika hali ambayo la unyoaji wa ndevu itakuwa ladaihim akthar, ni kwa maana wateja wengi wa kunyoa ndevu min halqi ra'si, kuliko wateja wa kunyoa nywele. Hadha huwa al'ada, hili ni jambo ambalo mara nyingi linakuwa hivyo. Anasema Sheikh, wa ala hadha fala yajuzu ta'jiru dakakin lilhalaqin illa idha ishturita alayhim alla yahliqu fiha al-lih, kwamba kama unamkodisha duka la yani frame yako mtu kinyozi, basi itajuzu umkodishe, lakini kwa masharti kwamba ninakukodisha, katika mkataba mnaandika usinyoe ndevu, iwepo hii, usinyoe ndevu. Akikubali sawa, hajakubali nitakuwaje mimi sinyoe ndevu? Ndio biashara yenyewe iko wapi hapo? Na anasema basi mimi mkataba wangu bwana nakukodisha salon, lakini usinyoe ndevu. Fa inahidhin la basa, hakuna ubaya wa aina yoyote. Na wa idha thabata annahu halqa lihiyata, endapo mmemkodisha na kuna mkataba umeandikwa usinyoe ndevu, yeye akaja akanyoa ndevu, basi kana lilmuajjir dukan an yafsakha alijara, basi ana haki ya huyu mwenye frame yake kuvunja mkataba. Bwana, kodi yako umeshakaa miezi mingapi? Miezi mitatu. Bakia miezi mingapi? Miezi chukua pesa zako. Thank you, salamu zao, nenda niachie salamu. Hivi ndivyo ambavyo nafikiri wanapewa maelekezo wale ambao Allah alowapa taufiki ya kuwa na majumba wanakodisha maframe. Anaweza kaja mtu katika hali hii ya kukodisha salon, basi unamwekea maelezo mapema kwamba bwana nakukodisha salon, lakini usinyoe ndevu. Ugeuza upande wa pili vile vile, saluni za kina mama nazo hizi ndio shubha kubwa kabisa, kwamba ikiwa utamkodisha mama yote aweke saluni yake, vile vile unamwendekea condition kwamba hapa bwana hapatakiwi hichi, hapatakiwi hichi, hapatakiwi hichi, sio wanawake kuja hapa kuja Kwa hiyo mwanamke tukuja kujipamba haina tatizo. Wanawake wanapenda sana mambo ya maharusi haya, na mwanamke ukimtajia harusi basi anakuwa kama ana wempa hivi, kwa nataka kwenda saluni,
kiosi hichi hapa nyumbani na malispiki hapa. Na kweli mpaka ende saluni, na saluni anapambwa vizuri kabisa. Sasa kama itakuwa apambwa katika mpambo tu kisheria, basi hakuna tatizo, na anaondoka pale, anaondoka katika hali ya mavazi ya hijabu sharii, hakuna tatizo. Kwa hiyo almuhimu ilikuwa suala letu kuhusu masala ya kunyoa ndevu, afwan, katika masala ya kukodisha saluni. Tutasimamia hapa kwa leo, inshallah tutaendelea tena kesho. Kabla ya hapa, labda kama kuna suala la ziada. Haya maswala yalikuwa ni ya tangu juma lililopita. Naam, upande wangu kulia. Naam Sheikh. Kupaka katika masala haya ni kwamba ikiwa kwa ajili ya atarafu tumeeleza nafikiri jana katika darasa la jana, kujisop na kujiweka ile kianasa itakuwa haifai. La, kama itakuwa yale mafuta kwa ajili ya kuna maradhi fulani, wengine anakuwa nywele zinaota hapa, alafu hapa pana upara, zinaota hapa pana upara. Sasa kama itakuwa kwa ajili ya maradhi kutibu mamba na nini, inaweza kuruhusika kwamba unazipaka kwa sababu ya mba au kwa sababu ya vitu kama hivyo vinaleta madhara katika nini yako, hiyo haina tatizo lolote. Lakini kwa ajili tu ya marembo, kwa maana mtu azipaka zile ndevu zile zinang'ara saa zote zinang'ara, hii itakuwa haiko kisheria. Allahu aalam, Allah ndo mjuzi zaidi. Naam, katikati kushoto. Naam Shamis. Naam. Hili Sheikh Hamisi, nafikiri la taajab, usifanye haraka. Huku mbele atakuja Sheikh Al-Usabi al-faslu athani, chapter pili, ujubu qassu shari, wajibu wa kukata masharubu. Sasa hapa atakuja kutoa maelekezo kwamba sharubu zikatwe vipi na mipaka yake. tutakuja kuzungumza hapa inshallah. Jazakallahu khair. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.